المدينة فاستضاء بنوره هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم من جديد. karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 21 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie funga zetu na taa zetu, Allahumma amin, na atughufurie kasoro zetu ya rabbal alamin. Mtazamaji mtukufu wa Kiislam, msikilizaji mtukufu wa Kiislam, ikiwa ni halaka yetu ya 21 kwenye barnamiji yetu tulioipatia kwa jina la Fadailu al-Madina, utukufu wa Madina al-Munawwara na wakazi wa jiji la Madina. Ni kipi kilichoendelea baada ya makao makuu kushauriana juu ya kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni kipi ambacho kwamba kilitujiri, msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, baada ya kushauriana katika makao makuu ili wachaguliwe watoto katika kila kabila, wapatiwe mapanga waende wakamuue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakatoka kwenye kikao kile wakashauriana kwamba zoezi hili lifanyike kwa usiku wa leo kabla ya kesho. Wakatoka pale, kila mmoja akaenda kujiandaa, na katika zoezi hilo wakachaguliwa viongozi fulani ili walisimamie zoezi hilo ili lipate kuendelea kwa njia ambayo kwamba iliyo bora na iliyo mzuri. Akachaguliwa Abu Jahl ibn Hisham na Al-Hakam ibn Abi al-Aas na Uqba ibn Abi Mu'ayth, An-Nadhr ibn al-Harith, Umayyah ibn Khalaf, Abu Lahab, Ubay ibn Khalaf na wengineo. Wakachaguliwa hawa ili walisimamie hili zoezi, wawasimamie wale watoto wapate kufanya jambo lao na kazi yao kwa njia ambayo kwamba iliyo bora, wapate kulifanikisha hili jambo, wafikie katika malengo yao ya kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tizama huyu binadamu jinsi alivyokuwa jeuri. Kwa nini kuchukua uamuzi wa kutaka kumuua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nilipe kosa lake? Kwa nini kustahiki kuuawa mtume wa Mwenyezi Mungu? Amewakosea kwa lipi? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, hivi mnataka kumuua mja kwa kuwa kosa lake kubwa amesema Mwenyezi Mungu ni Mola wangu? La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Walisahau ya kuwa pamoja na vitimbi vyao hawatoweza kumfikia mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walisahau ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuhami, bali hawa kule kumchallenge mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yote yale mpaka kufikia kutakumua. Hawa ukweli wa mambo na uhakika wa mambo walikuwa hawamchallenge mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, bali walikuwa wakimchallenge mtume Muhammad, wakimchallenge Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, fa innahum la yukadhibunak, hakika yao hao hawakukadhibishi wewe abadan, walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, wanazifanyia kibir na ujauri aya za Mwenyezi Mungu hao madhalimu. La ilaha illa Allah. Lakini ni kipi kilichoendelea? Umetuacha na hamu, wanataka kwenda kumuua mtume wa haki. La ilaha illa Allah. Je, walimfikia wakamuua? La abadan, la abadan. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi, wa wa'du Allahi la yukhlaf. Allah asema kumbe mtume wake, ya ayuha rasul, ewe mtume Mwenyezi Mungu, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha kile ulichoteremshiwa kutoka Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa in lam taf'al, na endapo hutolifanya hilo la kufikisha, basi fahamu ya kuwa fama ballaghta risalata, utakuwa bado hujafikisha kazi ya Mwenyezi Mungu, utakuwa hujaifikisha risala ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa aya Allah anamwambia mtume wake, wallahu ya'simuka minan nas, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi na atakulinda kutokamana na vitimbi vya watu. La ilaha illa Allah. Hawa wanampangia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mikakati ya kutakumua, lakini wamesahau ya kuwa Mwenyezi Mungu na yeye ana mipango yake, na mipango ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ilikuwa bora zaidi. Lakini lipi liloendelea? Endelea kuwa nasi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عندها حرس فلا الدجال داخلها يصوم.